Ni kusalimu tena asubuhi ya leo, rafiki yangu na mpendo wangu. Ni kukaribishe kwa ajili ya ujumbe wa neno la Mungu lenye kichwa kinachosema mikononi mwa Mungu kuna nguvu kwa ajili yako. Kitabu cha Zaburi mlango wa 29 mstari wa 11. Bwana atawapa watu wake nguvu. Bwana atawabariki watu wake kwa amani. Mpendwa wangu, na asubuhi ya leo, mikononi mwa Mungu aliye hai kuna nguvu ya kutusaidia na kutuwezesha na kutuvusha mahali ambapo tumeshindwa kuvuka. Iko nguvu ya kutuwezesha tuweze kuweza. Maandiko yanasema Bwana huwapa watu wake nguvu. Kuna mahali unafika unapoteza nguvu. Unaishiwa nguvu ya kutembea katika kile unachotaka kukifanya. Lakini nataka niseme asubuhi ya leo, pale unapopoteza nguvu, yuko Mungu akupaye nguvu, akutiaye nguvu. Unaposema siwezi, yuko Mungu anayeweza kukuwezesha. Paulo anaandika, anasema ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kuna mahali unafika unaona huwezi, lakini Mungu atakutia nguvu, atakuwezesha ili upate kuweza. Wale wanaosema kama Sauli hutaweza kupigana na Goliath, inuka na kusimama kama Daudi alivyosema, ninaweza kwa kuwa nimeona matendo makuu ambayo Mungu amewahi kuyatenda kwenye maisha yangu. Kumbukumbu la Torati 8 mstari wa 18 anasema, Bwana Mungu wako maana ndiye akupaye nguvu ya kupata utajiri, ili kulifanya imara agano lake. Nikuambia asubuhi ya leo, kwenye mikono ya Mungu kuna nguvu itakaye kusaidia kufanya kazi yako na kupata utajiri. Kuna nguvu itakaye kushika na kukuinua wewe ambaye umefika mahali umekata tamaa. Huoni kama kuna majibu tena, huoni kama kuna tumaini tena. Kwenye mikono ya Mungu kuna nguvu ya kipekee. Ndipo katika Matendo sura ya 1 mstari wa 8, lakini mtapokea nguvu akisha wajilia juu ya Roho Mtakatifu. Iko nguvu itakayeshuka juu yako ili kukusaidia katika lile unalolitenda, ili kukufanya uweze kufikia maono yako na ndoto yako. Iko nguvu ya Mungu itakayoweza kuhifadhi maisha yako. Ndio sababu anasema mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Nguvu iliyo kwenye mikono ya Mungu inakutegemea wewe utakavyomtafuta Mungu. Maana anasema nitakushika kwa mkono wangu, nitakutia nguvu, nitakusaidia. Hakuna msaada wa muhimu wa kweli kama msaada utokao mikononi mwa Mungu aliye hai. Mpendwa na rafiki yangu asubuhi ya leo,
Mungu aachilie nguvu juu yako ili uweze kusimama katika nafasi Mungu aliyekupa. Hofu ikaweze kuondoka kwenye maisha yako. Mungu akutie nguvu mahali ambapo umelegea. Wacha tumshukuru Mungu. Mungu, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya mtoto wako ambaye anahisi ameishiwa nguvu ya kuendelea kufanya kile alichokuwa anafanya, kwa sababu ya kukatishwa tamaa, kwa sababu ya kuvunjwa moyo, mambo magumu anayaona mbele yake. Neema yako na nguvu zako zikamuinue, zikamtia nguvu aweze kutembea. Ninakushukuru kwa sababu hiyo neema itakuwa juu yake. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba, amen. Ni rafiki yako Mwalimu Bishop Daniel Mathew